Kwa jina naitwa Regina Alphonse Mtui, kaimu mkuu wa chuo cha VETA Songea. Tuko katika wiki ya kuelekea maadhimisho ya kilele cha miaka 50 ya ufundi stadi na miaka 30 toka VETA kuanzishwa. Kwa kweli tunapenda kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wake Mama Samia Suluhu Hassan kwa juhudi zake za kuendeleza ufundi stadi hapa nchini. Tumeona kuna uendelezwaji mbalimbali wa vyuo vyetu vimeongezwa. Tulikuwa na vyuo vichache lakini tunaona karibia kila wilaya sasa inapata vyuo. Kwa kweli tunashukuru sana. Pili, nipende kutoa shukrani kwa uongozi wa VETA makao makuu kwa kupitia CPA Anthony Kasole, mkurugenzi wetu wa VETA. Kwa kweli amejitahidi kutupa fursa hasa katika wiki hii ya maadhimisho ya kuelekea maadhimisho. Tumepata fursa ya kutoa vijana wetu, mafundi wetu kutoka fani mbalimbali kwenda nje ya taasisi kwenda kusaidia jamii. Tumedili na makundi mbalimbali katika jamii, tumedili na taasisi za umma, taasisi binafsi na mtu mmoja katika kuwapa huduma bure. Kwa kweli wiki hii imeleta fursa kubwa sana kwa wananchi kwa sababu tumezihudumia shule za msingi na sekondari. Tumehudumia shule ya sekondari Msamala, shule ya msingi Tembo Mashujaa, hospitali ya mkoa ya Mji Mwema pamoja na mamlaka ya maji safi SOASA. Kwa kweli tunashukuru sana kwa sababu mafundi hawa au wanafunzi wamepata wigo mpana wa kujifunza na pia jamii imetatua changamoto zake mbalimbali kwa kupitia uboreshaji ambao umefanywa. Lengo kubwa la maadhimisho haya ni kusaidia, kuthamini na kuenzi mchango wa ufundi stadi kwa maendeleo ya taifa letu la Tanzania. Nashukuru sana, karibuni sana kwa ajili ya kuenzi ufundi stadi nchini. Kwa majina naitwa Engineer Avitus Barnabas, ni kaimu mratibu wa mafunzo katika chuo cha ufundi stadi cha VETA Songea. Kufikia tarehe 21 mwezi wa 3 tutakuwa tukitoa huduma bure, kutoa huduma bure za kiufundi zinazopatikana chuoni kwetu kwa jamii na taasisi iliyotuzunguka. Mfano, kulingana na chuo chetu tuna fani mbalimbali, kozi mbalimbali zinazotolewa. Kwa hiyo kutokana na kozi zilizoko hapa, jamii au taasisi ya serikali au mtu mmoja ambayo anatamani apate huduma inayotolewa katika mojawapo ya huduma zetu, akaribie chuoni kwetu apate huduma bure kabisa, tukitoa nguvu kazi. Kama una jengo, tutaleta wanafunzi pamoja na wakufunzi kwa ajili ya ujenzi, kusaidia kujenga. Lakini pia kama una magari yako unataka service, utaleta, tutakufanyia service bure. Unahitaji kushona, labda una vitu unataka ushonewe, labda uniform za wanafunzi, tutatoa bure huduma kama tulivyoagizwa na kiongozi wetu mkuu wa mamlaka. Lakini sisi kikuwa kama ni chuo cha ufundi, inabidi tujue huu ufundi unatusaidia nini. Nataka niambie jumuiya ya Wanasongea na Ruvuma kwa ujumla kwamba ukiwa fundi, tunasema ufundi ni fursa, ufundi ni ajira. Ina maana wewe ukishasoma ufundi hauhitaji tena kutafuta fursa, tayari fursa unayo mkononi. Lakini pia ufundi ni ajira. Yaani ukishasoma ufundi, ndio maana mafundi wengi hatutegemei kuajiriwa, yani hatusubiri kuajiriwa. Mafundi wengi wakishamaliza wanajiajiri chini ya serikali ya mama yetu. Wengine wanapata mikopo ambayo inawasaidia kuinua kipato cha wao mmoja, lakini pia na familia kwa ujumla. Kwa hiyo tutambue kwamba mtu au mtoto wako akitamani au akihitaji kusoma ufundi, naomba jamii itambue kwamba iwape kipaumbele, kwa sababu itakuwa imeondoa umaskini katika jamii. Na isi jamii ya Kitanzania hususan ni Wanaruvuma kwamba wawalete watoto wengi, wawalete wanafunzi wengi chuoni hapa waweze kupata mafunzo ya ufundi stadi. Naitwa Mwalimu Kiondo Dickson Koishwa, ni makamu mkuu wa shule ya sekondari Msamala ambayo ipo katika manispaa Songea mkoani Ruvuma. Katika shule yetu wameweza kutusaidia kurekebisha baadhi ya mambo ambayo ni pamoja na kupiga plasta katika jiko la shule,
kurekebisha mfumo wa umeme katika majengo mbalimbali ya shule na pamoja na kurekebisha mfumo wa maji ambao wametusaidia kwa namna moja au nyingine kurekebisha pipe ambazo zilikuwa zimeharibika na kuziweka katika hali nzuri. Na vile vile baadhi ya koki ambazo zilikuwa zimeharibika wamezirekebisha na wametusaidia katika ujenzi wa mabweni ambao unaendelea katika shule yetu. Hivyo wamesaidiana na mafundi ambao wapo katika eneo hilo katika kuendeleza kazi inayoendelea pale katika site, ikiwa ni pamoja na kupiga link beam, kupiga plaster pamoja na kujenga ukuta. Kwa hiyo tunawashukuru kwa kile ambacho wametuonyesha katika shule yetu kuweza kufanya hayo mambo ambayo nimeyataja. Na jambo hili litakuwa chachu kwa wanafunzi ambao wanasoma katika shule hii ya Msamala, kwa sababu wamewaona wakitenda matendo hayo kwa vitendo, na hivyo imekuwa ni chachu kwao, na siku moja nao wanaweza kujiunga katika mafunzo hayo ya VETA ili na hatimaye maisha yao yaweze kuwa vizuri. Kwa majina naitwa Mwalimu Mary Fredi Mpiambara, ni mwalimu mkuu wa shule msingi Tembo Mashujaa iliyopo Manispaa Songea, mkoa wa Ruvuma. Baada ya kufika hapa wamefanya shughuli mbalimbali kama nilivyokuwa nimeelekezwa mwanzo. Kwa ugeni uliotanguliwa kwa maana ya viongozi wao, waliniambia wanafani kama 9 wanazohusika nazo. Kwa hiyo na mimi nijitahidi kuomba fani kama 4 ikiwemo ujenzi, fundi bomba na welding. Kwa hiyo hizo shughuli zote katika eneo langu zimefanyika vizuri. Wameweza kunichomelea baadhi ya mageti. Kwenye bomba kidogo kulikuwa na usumbufu wa maji, wametatua changamoto hiyo kwa kutengeneza baadhi ya mabomba vizuri kabisa. Na hata katika ujenzi bado naendelea kushirikiana nao kwa muda huu uliopo. Wanafunzi wanaendelea na ujenzi wa baadhi ya ukarabati, mfano wa madarasani, sakafu na ujenzi wa jiko la wanafunzi ambalo tunapikia chakula cha wanafunzi. Kwa majina naitwa Akonai Jeremia, ni kaimu mkurugenzi wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu katika mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira. Kimsingi ushirikiano ambao unaendelea kati ya taasisi ya VETA na mamlaka ya maji sio hapa tu, ni kwa Tanzania kwa ujumla, kwa kweli ni mzuri, na tunaendelea kushirikiana vipindi tofauti tofauti kwa kuwapokea wanafunzi kipindi cha field, na kama kuna shughuli zozote ndogo ndogo ambazo tunazitumia katika taasisi yetu. Kwa niaba ya mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Songea, tunaishukuru VETA Taifa, lakini pia VETA Songea kwa kutufikiria kwamba na kuwatuma wanafunzi wake katika maadhimisho haya waje wafanye shughuli ambazo zinaendana na masomo ambao wanasoma. Kwa hiyo tunaamini ushirikiano huu utadumu katika nyanja mbalimbali, lakini pia wanafunzi hawa utawezesha kuwajengea uimara katika ujuzi wao ambao wanajifunza, na kwa siku za mbeleni, kwa sababu hawa ndio tunaowaajiri. Kwa hiyo basi tutakuwa tumewafundisha. Kwa majina naitwa Bernard Nestor Mboya. Tupo kwenye maadhimisho ya miaka 50 ya ufundi stadi na miaka 30 ya toka kuanzishwa kwa VETA. Sisi kama wanafunzi wa fani ya ufundi bomba tukiendelea na kazi hapa kama mnavyoona ya uchongaji wa trade katika bomba, na wengine wameingia mtaani kwa ajili ya uzibaji wa mivujo, uungaji mpya wa maji kwa wateja na kadhalika. Pia tuko katika fani tofauti tofauti ambao wote tupo mtaani kwa ajili ya utoaji wa huduma pasipo na malipo yoyote, ili kuadhimisha kilele chetu cha miaka 50 ya ufundi stadi na miaka 30 ya toka kuanzishwa kwa VETA. Hivyo basi na washauri vijana wetu waliopo mtaani ambao wapo wanazurura
kuja kujiunga na vyuo vya ufundi stadi ili kukuza vipaji na kuepusha ile uzururaji ambao sio lazima na kujiingiza katika makundi yasiyofaa. Tunawakaribisha sana vijana wote walioko mtaani. Karibuni. Hichi sisi kinatujenga kupata uzoefu zaidi katika ufanisi wa kazi, pia kujijengea uzoefu na kujijengea ile hali ya kujiamini katika ufanyaji wa kazi, kwa sababu tunazunguka katika makampuni tofauti tofauti, tunakutana na vitu tofauti tofauti ambavyo pia vinaweza visiwepo katika makarakana yetu, tunakuja kuviona katika makarakana ya jirani. Kwa majina naitwa Joseph Charles Lukui. Ni mwanafunzi wa useremala katika chuo cha ufundi stadi VETA Songea. Katika kuelekea kwenye kilele hicho, shule yetu imebaitika kutembelea taasisi mbalimbali na baadhi ya jamii. Kwa mfano, tumetembelea taasisi mbalimbali. Taasisi mojawapo ni hospitali ya mkoa ya Mji Mwema. Tumeshabaini matatizo na shida ambazo zinahitajika kusaidiwa. Tumeona ni bora tutengeneze meza na viti kwa ajili ya msaada katika hiyo sehemu. Baada hapo tunaendelea kutengeneza, na hata hivyo kuna sehemu kulibidi tuelekee tukafanye kazi katika jamii. Mimi ninachojivunia ni kabla ya kufika VETA nilikuwa zile akili za kujiongeza nilikuwa sina kabisa, lakini baada ya kufika hapa nishapata ufundi na kuna baadhi ya vitu ninavifanya na kwa uwezo ni tofauti na mwanzo kabisa. Ningependa nitoe kwanza shukrani kwa hii taasisi ilianzishwa kwa ajili ya ufundi. Inatuokoa sana sisi vijana. Tukiangalia ufundi ambao tuko nao mwanzo na saizi, ukija hapa ufundi unaongezeka na inakuwa rahisi sana kujiajiri. Mtu baada ya kutoka hapa unaenda kuanzisha kiwanda chako binafsi, unaanza kuanzisha karakana lako binafsi, unafanya kazi vizuri kuliko ni kukaa tu mtaani kwa kufanya kazi ambazo hazieleweki. Na ushauri zaidi kwa vijana wenzangu, tusikae mtaani tu kwa kutegemea wazazi au nini, tujiongeze, tuje kwenye ufundi stadi, tufanye kazi kwa ushirikiano na nifani yoyote unahitajika. Na ukija hapa VETA, utaratibu wetu ni utaratibu uko vizuri, unafanya kazi vizuri na vipindi vinafuatiliwa vizuri.